Ukraine inakataa kulipa deni lake kwa Marekani, hasa upande wa madini adimu kama ambavyo Marekani inataka. Mkataba ambao umetiwa saini na Ukraine na Marekani kuthibitisha nia yao ya kuhitimisha makubaliano katika uwanja wa madini adimu haimaanishi ulipaji wowote wa deni kwa usaidizi wa Marekani. Taras Kachka, naibu waziri wa uchumi wa Ukraine, amesema. Pande hizo mbili zilitia saini waraka huo Aprili 17 kwa mujibu wa naibu waziri mkuu wa kwanza wa Ukraine na waziri wa uchumi Yulia Shijenko. Mkataba huo unathibitisha nia ya kuhitimisha makubaliano yenye manufaa kwa pande zote mbili. Itaunda fursa za uwekezaji mkubwa, uboreshaji wa miundombinu na ushirikiano wa faida kati ya Ukraine na Marekani. Wakati huo huo, Kachka alisisitiza kuwa ulipaji wa deni haukuwa sehemu ya majadiliano. Hakuna mtu, ikiwa ni pamoja na Marekani, anayesema hili ni deni tunalohitaji kulipa. Wazo ni kwamba muundo unapaswa kuwa hivyo, kwamba shughuli za mfuko wa uwekezaji wa siku zijazo zitazalisha angalau kama misaada iliyotolewa. Hakuna kukiri kwa siri juu ya deni au mahitaji yoyote na kulipa chochote, sivyo? Taras Kachka alisema. Marekani ilisema kwamba lazima Ukraine ilipe deni lake ambalo linakadiriwa kuwa ni jumla ya dola bilioni 500 ambazo zilitolewa kwa ajili ya usaidizi wakati wa kwanza kwa vita nchini Ukraine kuanzia mwaka 2022, hasa katika utawala wa Rais Joe Biden. Hata hivyo, baada ya kuingia madarakani kwa rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump, moja kati ya mambo muhimu ambayo aliyazungumza ni kwamba anahitaji kuona Ukraine ikilipa deni lake. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alimwalika katika ikulu ya White House rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujadili ni namna gani ataweza kulipa deni hilo, lakini mazungumzo hayo yakaishia katika kukwaruzana na kugombana, na hatimaye kiongozi huyo wa Ukraine akaamuliwa kuondoka katika ikulu ya White House, huku Donald Trump akiwa na hasira na kusema kwamba na kuonyesha chuki za wazi dhidi ya rais huyo wa Ukraine, akimuita dikteta asiyetaka uchaguzi. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Trump alisema lazima Ukraine ilipe deni ambalo imelitumia katika kipindi cha vita, huku ikiendelea na mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Ingawa katika siku za hivi karibuni waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amekiri hadharani kusema kwamba inaweza ikawa ni ngumu kumaliza kwa vita hivyo na huenda Marekani kajitoa katika kusimamia usitishaji wa mapigano ikiwa katika wiki ijayo hakutakuwa na muafaka. Inasemekana Marekani ilipunguza madeni yake kuelekea Ukraine. Washington sasa inatathmini deni la Ukraine kuwa dola bilioni 100 na sio bilioni 500 au 300 kama ambavyo ilikadiriwa hapo awali, vyanzo vya Bloomberg viliripoti. Takwimu hii inalingana kwa karibu zaidi na tathmini ya Kiev yenyewe, shirika hilo limefafanua. Kiasi hicho kinajadiliwa kama sehemu ya mazungumzo kuhusu mpango huo muhimu wa madini. Marekani inatumia makubaliano hayo yatajumuisha fidia kwa fedha ambazo zilitolewa kwa Ukraine na utawala wa zamani wa Joe Biden. Washington inazingatia msaada ambao tayari umetolewa kama uwekezaji katika hazina maalum ya uwekezaji wa ujenzi wa siku zijazo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii.